Kama utakuwa ulipita kwenye ukurasa wa Snapchat wa kwake Mange Kimambi, utakuwa umeona kile ambacho ameweza kukiandika kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea sasa hivi, huku akitoa ujumbe kwa Gen Z kuhusiana na hii mada ambayo imeonekana kama vile imemake headline sana, alafu watu design kama wanaitilia maanani kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kuna kile ambacho ameweza kukiongea, ikiwa ni siri ambayo ameweza kutoboa ili kuwarahisishia Gen Z kwamba wasiendelee kuwazingatia sana hawa wasanii ambao wamekuwa kiibua mapya kila siku, huku akizungumzia pia kuhusiana na tetesi zaidi swala ambalo liweza kutokea kati ya Diamond pamoja na Rita, lakini akaeleza pia mchongo mzima kwamba nini ambacho kimeponza haya mahusiano sasa hivi kuonekana yanateteleka kati ya Diamond na Zuchu, alafu akatoa hiyo sababu nzito ambayo imeonekana kuwa ni siri ambayo wengi tulikuwa tuijui, kisha mwishoni kabisa kamalizia na ujumbe kwa Gen Z ambao nitakwambia vyote hapa. Sasa ungana mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video kupata kufahamu kwa wote, ila nikukumbushe kwamba yale yote ambayo ameweza kuongea amefikia hatua ya kutoa hii siri kwa ajili ya kuwarahisishia Gen Z wasiendelee kufuatilia kila ambacho kimekuwa kikiendelea, ikiwa ni rumors ya kuhusiana na hawa wasanii na hizi tetesi za kila ambacho kimeweza kuhappen ama kinachoendelea mahusiano ya Zuchu pamoja na Diamond pamoja na mchepuko wake Rita na kile ambacho kilikuwa kinatokea. Sasa kabla sijakupa hii story, naomba nikukumbushe muda wangu, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo uta like video, kisha kwenye sehemu ya maoni utakuja kuniachia maoni yako kwamba ulikuwa unafahamu kuhusiana na hiki ambacho unaenda kukisikia hapa au ulikuwa hujui. Lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu hapo utakuwa umefanya jambo la maana zaidi. Mimi naitwa Gabby Official, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kwa wote. Sasa tunafahamu story nzima kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, mahusiano yao sasa hivi, hali ambayo wanapitia, lakini pia sakata zima kuhusiana na kile ambacho aliweza kukifanya mwanadada Rita na kuweza kuvujisha zile voice note. Sasa mahusiano ya Diamond baada ya lile sakata ni kwamba ni kama vile sasa hivi yameteteleka sana, huku Zuchu akiwa katika hali ya sintofahamu baada ya kupitia kusikia kile ambacho aliweza kukisema ndugu yake na Diamond wakati anapiga story na Alia, lakini pia ameweza pia kumblock Diamond Platnumz pale Instagram. Sasa Mange ameweza kuja kufunguka baada ya kuona kwamba ni kama vile Gen Z wengi sana wanashedadia hii mada, akaona aweke wazi siri ambayo wengi hawajui ili kumaliza huu mgogoro na Gen Z kuweza kufocus kwenye mambo ya muhimu ambayo walikuwa nayo kama hapo kabla. Amesema kwamba kwenye hili swala, kwanza kabisa watu ambacho wanatakiwa wafahamu ni kwamba aliyemponza Zuchu ni mama yake, ama aliyeponza hii ndoa kuingia kwenye matatizo ni mamake na Zuchu, ambapo alikuwa anampeleka sana Zuchu kwa waganga huko Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuloga Diamond aweze kutulia. Tunafahamu Diamond ni mtu fulani hivi ambaye waga akiamua tu kufanya jambo lake anafanya, na sio mtu wa kutulia na mwanamke mmoja. Sasa inasemekana kwamba katika harakati za mamake kumshawishi Zuchu kumpeleka kwa mganga huyu na huyu na huyu, ikapelekea sasa yale yote alikuwa anayafanya yakaanza kurudia. Sasa yani Zuchu alikuwa anataka ndoa itulie, alafu badala yake sasa ndoa ndio ikawa inazidi kuparangika na inazidi kuwa mbaya zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda. Na akasema kwamba kuna mengi zaidi ambayo yamekuwa hayasemwi mtandaoni, yamekuwa yakiishia pale pale, lakini kuna mazito ambayo yako nyuma pazia, kiasi kwamba haya mahusiano ya hawa watu wawili sio kwa ubaya, ila anasema kwamba hayatodumu na pengine mwaka huu zikasikika taarifa nyingine ambazo zitakuwa ni mbaya zaidi kuhusiana na mahusiano ya hawa watu wawili. Akasema kwamba Gen Z wasifocus sana na hii mada, kwa sababu ukweli ambao walikuwa hawajui ni huo, kwamba Zuchu kila ambacho kinapelekea yote yanatokea ni kwa sababu ameponzwa na mama yake, na ndio maana awamu hii hajaamua kuwa mkali kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu anaelewa kosa alilifanya mwenyewe. Sasa sijui kama zina uhakika vipi, ila mimi nimekuletea kama ilivyo uweze kufahamu kile ambacho ameweza kukizungumza. Tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki kitu, lakini muhimu zaidi, kabla hujaweka comment yako, naomba nikukumbushe bonyeza neno subscribe, lililoandikwa subscribe hapo chini ya hii video, alafu baada hapo kwenye comment section tililisha maoni yako, niambie una maoni gani kuhusiana na hiki, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.